Jambo la kwanza ambalo tutazungumzia katika siku ya leo, tutazungumzia kuhusu siku zilizokatazwa kufunga. Katika sheria ya Kiislamu kuna masiku sisi tumeruhusiwa kuyafunga na kuna masiku tumekatazwa kuyafunga. Na katika masiku ambayo sisi tumekatazwa kuyafunga, yapo ambayo wamekubaliana wanazuoni wote kwamba masiku haya ni haramu kuyafunga, na yapo ambayo wanazuoni wametofautiana, hawakukubaliana juu ya uharamu wa kuyafunga masiku hayo. Katika masiku ambayo ni haramu kuyafunga kwa makubaliano ya wanazuoni wote, siku ya kwanza ni siku ya Eid. Siku ya kwanza ni siku ya Eid. Na sisi katika Uislamu tuna Eid mbili. Eid ya kwanza ni Eidul Fitri ambayo inapatikana baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Eid ya pili ni Eidul Adha ambayo inapatikana katika mwezi wa 12 fungo 3 wa Kiislamu, katika siku ya tarehe 10. Siku hizi mbili ndio siku za Eid. Kwa hiyo katazo la kufunga siku za Eid linakusudiwa katika siku hizi mbili, Eidul Fitri na Eidul Adha. Amepokea hadith al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu akisema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam naha an yasuma ahaduna yawm al-fitri wa yawm al-adha, amekataza mmoja wetu asifunge siku ya Eid ya al-Fitri na siku ya Eid al-Adha. Kwa hiyo katika siku ambazo ni haramu kuzifunga ni siku ya Eid, sasa hiyo ni Eid al-Fitri au Eid al-Adha. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikika mara kadhaa akisema yaumul Eid yaumu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, siku ya Eid ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka kula na kunywa vinapingana na makusudio ya funga. Siku ya pili ambayo tumekatazwa kuifunga ni siku 3 za tashriq, ayamu tashriq. Na siku za tashriq ni zile siku 3 zinazofuata baada ya Eid al-Adha. Na tashriq maana yake ni kuzikausha nyama. Walikuwa Waarabu wakichinja wanyama wengi katika Eid al-Adha, kiasi ambacho hawawezi kuzimaliza zile nyama kwa siku moja. Kwa hiyo walikuwa wanazikausha ndani ya hizo siku 3 ili ziwafae katika masiku yajayo. Kwa zikaitwa ayamu tashriq, siku za kuzikausha nyama. Siku hizo 3, siku ya tarehe 11, 12 na 13 ni siku za kula na kunywa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muislamu hatakikani kufunga katika siku hizo. Na siku ya 3 ni yaumu shak, siku ya shaka. Na siku ya shaka ni siku ya tarehe 30 ya mwezi wa Shaaban, ndio siku ya shaka. Imeitwa siku ya shaka kwa sababu, au inaitwa siku ya shaka pale ambapo mwezi unakuwa haujaonekana katika tarehe 29. Kwa sababu mwezi ukionekana tarehe 29 mwezi wa Shaaban, basi ile Shaaban 30 inakuwa ni Ramadhani moja. Sasa hakuna taarifa yoyote iliyokuja ya kuonekana mwezi katika siku ya tarehe 29. Kwa watu wanaendelea kukamilisha siku 30 za mwezi wa Shaaban. Hiyo siku inaitwa yaumu shaka kwa sababu kunakuwa na ihtimali, kunakuwa na moja kati ya mawili, ima ni kweli mwezi haujaonekana kama ambavyo hatuna taarifa hizo,
au huenda mwezi umeonekana lakini bado taarifa hazijatufikia. Kwa hiyo inaitwa siku ya shaka kwa sababu hiyo. Sasa siku ya shaka, siku ya tarehe 30 ya mwezi wa Shaaban, ni siku ambayo Muislamu hatakikani kufunga. Na hili pia limekuja hata katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale anasema, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin au yawmayn, msitangulie Ramadhan kwa kufunga siku moja au siku mbili. Na pia amepokea hadithi Ammar ibn Yasir akisema, atakayefunga siku ya shaka faqad asa Abul Qasim, atakuwa amemuasi Abul Qasim ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo siku ambazo zimekatazwa kufunga ni siku hizo tatu, siku ya Eid na siku za Tashriq na siku ya shaka. Mpaka hapa ambapo tunazungumzia kuanzia jana mpaka hapa tulikuwa tunazungumzia ahkam mbalimbali na mambo mbalimbali yanayohusiana na ibada ya funga kwa ujumla wake. Bado hatujaanza kuzungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhani na yale yanayofungamana na mwezi huu. Kuanzia jana mpaka hivi sasa katika nukta hii ya leo tulikuwa tunazungumzia mambo yanayohusiana na funga kwa ujumla wake. Sasa hiyo ni funga Jumatatu, funga Alhamis wa hakadha. Kuanzia nukta inayofuata tunaanza kuzungumzia sasa yale yanayohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jambo la kwanza ambalo tunaanza nalo ni suala la kuingia mwezi wa Ramadhani. Kuingia kwa Ramadhani. Ramadhani inaingiaje? Utajuaje kwamba Ramadhani sasa imeingia? Na Ramadhani ikishaingia, funga inakuwa ni wajibu kwa wale ambao wametimiza masharti ya wajibu kwa wao. Yafanyike mambo gani ili sisi tuzingatie kwamba Ramadhani imeingia? Wanasema ahlul ilm rahmatullahi alayhim, Ramadhani inaingia kwa moja kati ya mambo mawili. Ramadhani inaingia kwa moja kati ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuonekana mwezi, unaitwa mwezi mwandamo. Kuonekana mwezi mwandamo. Ikiwa mwezi utaonekana na ikathibitika kwamba mwezi umeonekana, basi moja kwa moja tunakuwa tumeingia katika mwezi wa Ramadhani, au mwezi wa Ramadhani unakuwa umeingia. Kwa jambo la kwanza ambalo litatufahamisha sisi kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia ni kuonekana mwezi mwandamo. Na mwezi huo utakubalika kwamba mwezi umeonekana walau kwa ushahidi hata wa mtu mmoja. Akitokea tu mtu mmoja akasema mimi nimeuona mwezi, na yule mtu akawa naaminika, akawa na masharti yote ya kutoa ushahidi, basi sisi tutathibitisha kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia. Na kuanzia hapo watu watakiwa kufunga. Huyu anayetoa ushahidi ana masharti yake. Na kuna sehemu anatakiwa kupeleka ushahidi wa kuonekana mwezi. Na hii inakuwa ni katika baadhi ya hali. Kuna wakati mwingine ushahidi hauhitajiki kwa sababu mwezi unakuwa umeonekana na watu wengi. Lakini kuna wakati taarifa za mwezi zinakuwa ni finyo, walioona mwezi ni watu wachache. Hapo utahitajika ushahidi kwa wale ambao wameuona mwezi. Sasa huyu mwenye kutoa ushahidi ana masharti yake ambayo yamewekwa katika sheria, na kuna sehemu anatakiwa kupeleka ushahidi huo. Sehemu ambayo anatakiwa kupeleka ushahidi, anatakiwa kupeleka ushahidi kwa kiongozi wa Uislamu kwa sehemu husika, au kwa mtu ambaye amepewa mamlaka
ya mwezi, kufuatilia mwezi, kutangaza mwezi, basi Muislamu atapeleka ushahidi wake katika maeneo haya. Atakwenda kusema kwamba mimi nimeuona mwezi, wakihitaji aape ataapa, na kama kutahitajika uthibitisho mwingine utatafutwa. Kisha baada ya hapo au viongozi watachukua maamuzi ya kuwatangazia Waislamu kwamba Ramadhani imeingia na watu waanze kufunga. Sasa huyu mwenye kutoa ushahidi ana masharti yake, na masharti yake ni matano. Sharti la kwanza, anatakiwa awe Muislamu. Hatuchukui ushahidi wa kuonekana mwezi kwa mtu asiye Muislamu. Ima sio Muislamu kwa asili, kwamba hakuwahi kuwa Muislamu, au aliwahi kuwa Muislamu lakini akaritadi. Hawa wote wawili wanazingatiwa sio Waislamu. Kwa hiyo hawa wote wawili hatuchukui ushahidi wao. Na sababu ya kutokuchukua ushahidi kutoka kwao ni kuhofia khiana, wasije wakatuingiza katika mwezi wakati mwezi wa Ramadhani haujaingia. Kwa sharti la kwanza na mwenye kutoa ushuhuda wa kuonekana mwezi anatakiwa awe Muislamu. Sharti la pili, awe na akili timamu, asiwe mwenda wazimu, asiwe mtu ambaye anajulikana kwamba huyu akili zake hazipo sawa sawa. Mtu anaweza akawaletea ushahidi afa akawaingiza katika mwezi wa Ramadhani wakati Ramadhani bado haijaingia. Kwa hiyo asiwe mwenda wazimu, bali anatakiwa awe na akili timamu. Sharti la tatu, awe amefikia umri wa baleghe, asiwe mtoto mdogo chini ya hapo, awe amefikia umri wa baleghe. Na umri wa baleghe una alama 3 mpaka 4. Alama 3 kwa mwanaume na mwanamke, na alama ya 4 kwa mwanamke peke yake. Kijana atazingatiwa kwamba huyu amefikia umri wa baleghe atakapopatikana na moja kati ya alama hizo 3. Alama ya kwanza ni pale atakapokuwa ameanza kuota nywele katika maeneo yake ya siri. Na jambo la pili ni pale ambapo atakuwa ameanza kuota zile ndoto za watu wazima. Na jambo la tatu, atakapokuwa amefikisha umri wa miaka 15. Na jambo la 4 ambalo anahusika nalo mwanamke peke yake ni pale ambapo atakuwa ameanza kuziona dharura zake za mwezi au za uzazi. Hayo ndio masharti ya kijana kufikia umri wa baleghe. Sharti la 4 la mwenye kutoa ushuhuda, anatakiwa awe mtu mwema kwa dhahiri ya muonekano wake. Wanaomfahamu waseme kwamba huyu ni mtu mwema, sio katika watu ambao wanajulikana kwenye jamii ni watu waovu, ni watu wahovyo. Anatakiwa atambulike kwamba huyu mtu ni mtu mwema, ili ushahidi wake uwe katika amana. Na sharti la 5 katika masharti ya mwenye kutoa ushuhuda wa kuonekana mwezi, unatakiwa ule ushahidi wake usipingane na uhalisia. Mtu asije akaja kutoa ushahidi akasema mimi nimeuona mwezi. Umeuona saa ngapi? Nimeuona adhuhuri. Mwezi hauwezi kuonekana adhuhuri. Ushahidi huu umeenda kinyume na uhalisia. Au mtu akaja tarehe 25 Shaaban, akaja katika maeneo mfano ofisi ya chief kadhi au katika taasisi ambazo zinajihusisha kutangaza mwezi, tarehe 25 Shaaban akaenda anasema mimi nimeuona mwezi. Ushahidi wake huu unapingana na uhalisia. Au anasema nimeuona mwezi. Umeuonaje mwezi? Ulikuwa mkubwa, mwekundu. Mwezi mwandamo hau mwekundu. Kwa ushahidi wake unapingana na uhalisia wa jambo namna lilivyo. Kwa hiyo mpaka hapo ushahidi wake utakuwa haujakubaliwa. Sasa ikiwa mtu atapeleka ushahidi katika eneo husika la mwezi na ushahidi wake ukawa haujakubaliwa kule, lakini yeye anaamini katika nafsi yake
kwamba mimi nimeuona mwezi. Yaani ule ambao mimi nimeuona ulikuwa ni mwezi, sio kwamba kope labda ilikaa katika jicho, hapana, ule ulikuwa ni mwezi kweli. Yeye anaamini hivyo yeye. Basi itakuwa ni lazima kwake yeye kufunga. Mahakama ya kadhi haijaukubali ushahidi wake, haijaridhika na ushahidi wake. Na sio lazima mahakama ikubali ushahidi wake. Hapana. Mahakama inaweza kuona kwamba ushahidi huu haujitoshelezi kwa vigezo ambavyo vimewekwa na sheria. Kwa ikiwa mtu yeye anaamini kwamba yeye ameuona mwezi, kweli kabisa ameuona mwezi, lakini ushahidi wake haukukubalika, basi yeye atalazimika katika sheria kufunga yeye kama yeye. Maana yake ataingia Ramadhani na ataanza kufunga. Na yule ambaye anamwamini huyu, naye pia vile vile ataingia katika Ramadhani na ataanza kufunga. Kwa maana kwamba sio lazima kwa Waislamu wengine kuingia mwezi wa Ramadhani na kuanza kufunga kwa kuona kwake mwezi. Yaani wewe kuona mwezi, wewe mtu ambaye ushahidi wako haujakubalika, kuona kwako mwezi sio lazima kwa Waislamu wengine kufunga ikiwa ushahidi wako haujakubalika. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika historia ya maisha yake yeye hakuwahi kuona mwezi. Katika historia ya maisha yake hakuwahi kuona mwezi, bali mara zote alikuwa analetewa taarifa, na hadithi ziko nyingi mnazifahamu za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuletewa taarifa za kuonekana mwezi. Na hapa inajibiwa shubha na fikra za baadhi ya watu pale wanaposema kwamba lazima mwezi tuuone. Hapana, sio lazima mwezi uone. Kwani Ramadhani zote ulivyofunga huo mwezi umeuona? Utasikia tu watoto wanapiga kelele mwezi, lakini wako zako ndani au wako zako msikitini au kwenye harakati zingine haujauona mwezi. Lakini pia kuna vipofu hawaoni, kuna wao wasifunge mpaka waone kwa macho yao. Hapana. Lakini pia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunga Ramadhani zake zote pasi na kuona yeye kwa macho yake mwezi, bali mara zote alikuwa analetewa ushahidi. Na mfano wa matukio haya ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anasema taraa an-nasu al-hilala, watu walioneshana mwezi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mwezi ule. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu. Abdullah ibn Umar akatoka moja kwa moja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndio mwenye majukumu hayo ya kutangaza mwezi na kuwaambia Waislamu kwamba mwezi umeonekana, Ramadhani imeingia na watu wafunge. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar alipoona mwezi akatoka moja kwa moja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kumwambia kwamba mimi pia nimeuona mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga na akawaamrisha watu wafunge. Maana yake wakauingia mwezi wa Ramadhani. Sasa katika nukta hii kuna jambo la msingi la kuzingatia. Ukitizama au kwa umenisikiza vizuri, umenielewa katika maelezo yangu, nimesema kwamba mtu atakapouona mwezi basi aende akatoe ushuhuda wa kuona kwake mwezi katika sehemu husika ambayo inahusika na mwezi, kama ilivyokuwa kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Yeye tayari ashaona mwezi, hakuanza kwenda kuambia watu bwana mwezi umeonekana. Moja kwa moja akakimbia mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumwambia kwamba mimi nimeuona mwezi na mwezi umeonekana na watu kwa tunaoneshana mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha watu wafunge na akafunga. Hapa kuna jambo la kujifunza. Suala la mwezi sio suala la kila mtu. Jambo la kutangaza mwezi sio jambo la kila mtu. Kuna suala wewe kuuona mwezi na kuna suala la kuutangaza mwezi. Kuna suala la kuuona mwezi na kuna suala la kuutangaza mwezi. Wewe unaweza ukauona mwezi lakini huruhusiwi kuutangaza. Huruhusiwi kuwaingiza watu katika mwezi wa Ramadhani na kuanza kuwafungisha. Kuna watu maalum wana mamlaka hayo ya kuwatangazia Waislamu kwamba mwezi umeonekana. Na hapa watu wanatofautiana.
Hizi mamlaka za kutangaza mwezi zinatofautiana. Wapo ambao jambo la mwezi wamelichukulia kwa userious na kwa nguvu kiasi ambacho wanafuatilia, wanatafuta ushahidi wa kutosha na mwisho wa siku wanautangaza. Na wapo ambao jambo la mwezi hawajalichukulia kwa userious. Kwa hiyo ikitokezea katika maeneo yako, serikali labda ya nchi yako imetoa jukumu la kuutangaza mwezi kwa watu tofauti tofauti, kwa mtu zaidi ya mmoja au kwa taasisi zaidi ya moja, serikali imeruhusu kwamba fulani anaruhusiwa kuutangaza mwezi na fulani anaruhusiwa kuutangaza mwezi, basi wewe Muislamu una khiari ya kumsikiliza yule ambaye unamwamini katika taarifa za mwezi. Lakini mtu mmoja mmoja hana ruhusa ya kuutangaza mwezi eti kwa kuwa ameuona. Na hili tunajifunza kutoka katika mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo linaashiria kuingia mwezi wa Ramadhani ni kuonekana kwa mwezi muandamo. Mwezi ukionekana na ushahidi ukathibitika kwamba mwezi kweli umeonekana, na kiongozi akawatangazia Waislamu kwamba mwezi umeonekana, basi moja kwa moja Waislamu wanaingia katika mwezi wa Ramadhani na wataanza kuifunga funga ya mwezi wa Ramadhani. Jambo la pili, ikiwa mwezi haujaonekana au ushahidi ulioletwa haujakidhi vigezo, kama sisi tumetoa masharti hapa, anaweza akaja mtu sio Muislamu akasema mwezi nimeuona, sawa, mwezi ulionekana lakini masharti hayajatimia. Hapa tunachukua hukumu kana kwamba mwezi haujaonekana. Sasa Ramadhani itaingia vipi? Itaingia kwa jambo la pili la kukamilisha siku 30 za mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake. Na ikitokezea mawingu yamewaziba, labda kulikuwa na wingu au upepo mkali au kulikuwa na kimbunga au hali yoyote ambayo imewazuia nyinyi kuona mwezi, fa akmilu iddata 30, basi kamilisheni idadi ya siku 30 za mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ikitokezea mwezi sasa tujauona au umeonekana lakini ushahidi ulioletwa kwetu haujakidhi vigezo, sisi tunalazimika kukamilisha siku 30 za mwezi wa Shaaban, na baada ya kuzikamilisha moja kwa moja tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani unaingia kwa moja ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuonekana mwezi muandamo, na jambo la pili kukamilisha idadi ya siku 30. Katika masala haya ya mwezi kuna mengi sana ya kuzungumza, lakini wakati tulionao hivi sasa hauruhusu. Wewe inshallah taala tukipata nafasi kabla ya Ramadhani tunaweza tukalizungumza hili suala kuonekana mwezi katika mji. Je, ni hukumu? Je, ni lazima kwa watu wote kufunga? Je, mwezi ni mmoja tu wa kimataifa au kila watu wana mwezi wao, kila nchi, kila mkoa, kila wilaya na mwezi wao? Tukipata nafasi hiyo inshallah taala tutakuja kulizungumza kwa mapana yake. Jambo la tatu ambalo tumekusudia kulizungumza katika siku ya leo ni fadhila za mwezi wa Ramadhani. Kama tulivyosema jana, Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah anaumba kila anachokitaka kisha anachagua katika vile alivyoviumba kipi akifanya bora kuliko kingine. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu lakini akafadhilisha baadhi juu ya baadhi wengine. Akamfadhilisha mwanaume juu ya mwanamke katika baadhi ya sehemu, na akamfadhilisha mwanamke juu ya mwanaume katika baadhi ya sehemu, kama ambavyo mama amefadhilishwa juu ya baba. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba wanadamu lakini akafadhilisha baadhi juu ya baadhi. Akawachagua baadhi ya viumbe vyake katika wanadamu akawafanya kuwa ni manabii na mitume, na wengine wakawa ni wafuasi wao. Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa yakhtar, anaumba kile ambacho yeye anakitaka na anachagua katika vile alivyoviumba kipi akifanye bora kuliko kingine.
Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hata katika mimea na katika mazao yote na mimea yote ameiumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini amechagua baadhi ya mimea akaifanya kuwa dawa, mingine akaifanya kuwa mboga, mingine akaifanya kuwa sumu wa hakadha. Na katika nyakati Allah subhanahu wa ta'ala ameuumba wakati, na katika mwaka ameumba miezi 12 kama alivyosema katika suratu Tauba. Lakini katika miezi hiyo 12 ameifadhilisha baadhi ya miezi juu ya miezi mingine. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaumba na anachagua katika vile alivyoviumba kipi akifanye bora kuliko kingine. La yusalu amma yaf'al, haulizwi katika kile ambacho yeye Allah anakifanya. Na wala hii sio dhulma kwamba labda anadhulumu vitu hivi na vingine havidhulumu, bali hiyo linathibitika hata katika maisha ya kawaida ya mwanadamu kwamba vitu haviwezi kuwa sawa. Vitu haviwezi kuwa sawa. Mkono wako sio sawa sawa na mguu wako. Kuna vitu vitafanywa na mkono na kuna vitu mkono hauwezi kufanya vitafanywa na mguu. Kwa kila kimoja kina ubora wake juu ya kingine. Sasa katika miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha na ameipa ubora ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi huu hauna mfano wake katika ubora. Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua na ameufadhilisha kwa mambo mengi sana. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 6, ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya kuwa ni mwezi wenye khairi na baraka. Ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujaza rehma na msamaha. Ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala kila siku katika mwezi huo analiacha kundi katika waja wake kutoka katika adhabu ya moto wa Jahannam. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao waumini wanautumia katika kutengeneza uhusiano wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanautumia mwezi wa Ramadhani katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kujiweka karibu na Mola wao. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao waumini wanautumia kutengeneza maisha yao ya baadaye watakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake ni kumwafikisha kuufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sio kila mmoja anaipata neema hii. Wapo wanaoipata na wapo wanaoikosa. Kam min ikhwanina, ni wangapi katika ndugu zetu, rafiki zetu, jamaa zetu, watu wetu wa karibu, kaka zetu, watoto wetu, waume zetu, wake zetu, wametamani kufikia mwezi wa Ramadhani au wanatamani kufikia mwezi wa Ramadhani lakini hawataweza kufikia. Ni wangapi katika ndugu zetu wataufikia mwezi wa Ramadhani, watatamani kuukamilisha lakini hawataweza kuukamilisha. Mauti yatakatisha matumaini yao. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha wewe umeweza kufikia mwezi wa Ramadhani, tambua kwamba hilo ni katika neema kubwa sana za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala qad istafak wa ikhtarak, amekuchagua na amekuteua kwa ajili ya neema hii. Itumie neema hii vizuri. Tumia nafasi hii katika taa, tumia nafasi hii katika ibada, tumia nafasi hii katika kujiweka wewe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Itumie hii Ramadhani katika kutengeneza uhusiano wako na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi kitoka Ramadhani uhusiano wetu na Allah unaharibika, unadhoofika, unakuwa hauna mashiko. Ramadhani inakuja, tutumie fursa hii kutengeneza uhusiano wetu sisi na Mola wetu. Ukipata fursa hii, ukipata fursa ya kuhudhuriki mwezi wa Ramadhani, ifanye hii Ramadhani kana kwamba ndio Ramadhani yako ya mwisho. Hautopata Ramadhani nyingine baada ya hii. Kana salaf rahmatullahi alayhim qadiman, watu wema hapo nyuma walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala 6 ashhurin, kwa muda wa miezi 6 awafikishe mwezi wa Ramadhani. Na wakisha ufikia mwezi wa Ramadhani
wanamuomba tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miezi 6 mingine awakubalie matendo yao waliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni ishara kwamba wao wanafahamu kufikia mwezi wa Ramadhani ni moja ya neema kubwa sana za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo sio kila mmoja anaipata. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ni mwezi uliojaa na ubora na ni mwezi ambao una fadhila nyingi. Amezitaja baadhi ya hizo fadhila Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an na akazitaja pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake. Jambo la kwanza ambalo linaonesha katika fadhila na ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwamba katika mwezi wa Ramadhani ndio lilifanyika tukio la kuteremshwa Qur'an kwa ujumla wake. Qur'an yote mwanzo mpaka mwisho, kutoka katika mbingu ya 7 Lauhul Mahfudh mpaka Baitul Izza katika mbingu ya dunia. Tukio hili lilifanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na sisi tunafahamu utukufu wa Qur'an. Tunafahamu ubora na thamani iliyonayo Qur'an. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hakilinganishwi na kitu chochote katika ubora. Allah subhanahu wa ta'ala hakuona muda mwingine wa kuteremsha kitabu chake isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Qur'an yote iliteremka kutoka katika mbingu ya 7 Lauhul Mahfudh kwa ujumla wake kwa mara moja yote mpaka katika Baitul Izza ndani ya mwezi wa Ramadhani katika usiku wa Lailatul Qadr. Kisha kuanzia hapo sasa Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha kidogo kidogo kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuzingatia matukio yanayoendelea. Allah jalla wa ala anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Wakati anaelezea kuhusu funga na yale ambayo yanahusiana funga katika suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala akasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhan ambao Qur'an imeteremshwa ndani yake. Kwa katika mambo yanayoonyesha ubora na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kwamba Qur'an iliteremshwa ndani ya mwezi huo, haikuteremshwa katika mwezi mwingineo. Jambo la pili, atakayefunga katika mwezi wa Ramadhani kwa lengo la kutarajia kwa imani na kutarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au akasimama kuswali katika mwezi wa Ramadhani kwa lengo kwa imani na kutarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Mtu anaweza akajiuliza ubora sasa, ubora wa Ramadhani hapo uko wapi? Ubora wa Ramadhani upo katika sehemu hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, atakayefunga Ramadhani. Hakusema atakayefunga Shawwal, atakayefunga Dhulhijja, atakayefunga Muharram au mwezi mwingine. Moja kwa moja akaumention mwezi wa Ramadhani. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, atakayefunga Ramadhani kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hivyo hivyo atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani akasimama kuswali swala za usiku, tarawih na qiyamul layl, mtu huyo naye atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Ubora huu na fadhila hii haipatikani katika mwezi mwingineo, bali inapatikana katika mwezi wa Ramadhani, jambo ambalo linaonyesha katika ubora wa mwezi huo. Jambo lingine linaloonyesha katika fadhila za mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani hufunguliwa milango ya pepo na hufungwa milango ya moto, na mashaitani wanafungwa minyororo. Hili halifanyiki isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha dakhala Ramadhan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabul jahim, unapoingia mwezi wa Ramadhan inafunguliwa milango ya pepo na inafungwa
milango ya moto, wasufidat ash-shayatin, na wanafungwa na mashaitani, wanafungwa minyororo. Hili halifanyiki isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hapa kuna swali ambalo linaulizwa na baadhi ya watu. Mashaitani ndio ambao sisi wanatushawishi sisi katika kutenda maovu. Sasa ikiwa mashaitani wanafungwa katika mwezi wa Ramadhani, vipi maovu yanapata kuonekana kwa baadhi ya sehemu na kwa baadhi ya watu? Inakuwaje bado maovu yapo, japokuwa yamepungua, sio katika ile sura ambayo ipo nje ya mwezi wa Ramadhani, lakini bado maovu yapo? Jawabu lake lipo katika sura mbili. Sura ya kwanza, kinachomshawishi mwanadamu katika kufanya maasi sio shaitani peke yake, bali anaweza akashawishiwa na mwanadamu mwenzie, au anaweza akashawishiwa na nafsi yake iliyoovu. Nafsun ammaratun bisu, nafsi yenye kuamrisha maovu. Nafsi pia mwanadamu ina uwezo wa kumshawishi mtu wake akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sura zima shaitani awepo. Jambo la pili katika majibu ya kulijibu swali hili, mashaitani wanaofungwa hapa, waliokusudiwa hapa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanafungwa katika mwezi wa Ramadhani ni wale viongozi waliokubuhu katika maovu. Hao ndio wanaofungwa. Ama hawa mashaitani wadogo wadogo hawa, wala wanaokuamrisha udokoe, tukana, hawa wado wanaachiwa kwa sababu madhara yao ni madogo. Bado wanaokusudiwa hapa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wanafungwa ni wale maradatu shayatin, wale waliokubuhu, waliopitiliza katika uovu, ambao ushawishi wao wa uovu ni mkubwa. Wao siku zote hawashawishi madhambi madogo madogo. Hao ndio ambao wanafungwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haipingani na uhalisia ambao tunauona sisi kwa kuonekana baadhi ya maovu na maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu vinavyoshawishi katika maasi sio shaitani peke yake, bali hata nafsi ya mwanadamu inaweza ikamshawishi mtu wake katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika fadhila za mwezi wa Ramadhani ni kuwa milango ya pepo inafunguliwa ndani ya mwezi huo na milango ya moto inafungwa, na hii ni ishara ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Na Allah haishii hapo tu, anataka waja wake wasimuasi. Anawafunga na kuwazuia wale mashaitani ambao kazi yao kuwashawishi watu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kabair, kwa madhambi makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anawafunga. Ni ishara kubwa ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na hili halipatikani isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ni ishara ya ubora na fadhila za mwezi huu. Jambo lingine ambalo linaonyesha ubora wa mwezi wa Ramadhani na fadhila za mwezi huo ni kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani unapatikana usiku wa Lailatul Qadri, usiku ambao una fadhila nyingi na una ubora mkubwa sana. Tutakuja kuzungumzia usiku huu kwenye nukta yake itakapofika. Lakini usiku huu haupatikani katika usiku mwingine. Usiku huu haupatikani katika mwezi mwingine, unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kitu bora kinapokuwa katika kitu bora kinazidisha ubora. Mwezi wa Ramadhani wenyewe ni mbora na una fadhila nyingi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akauongezea ubora mwezi wa Ramadhani kwa kuiweka Lailatul Qadri ndani ya mwezi huo. Maana yake ubora unakuwa mkubwa na unazidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khayrun min alf shahr. Usiku wa Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Maana yake ni kwamba amali, matendo mema, tendo jema utakalolifanya katika usiku wa Lailatul Qadri, hilo tendo ni bora kuliko kulifanya miezi 1000. Mfano, ukatoa sadaka katika usiku wa Lailatul Qadri, hiyo sadaka ni bora kuliko kuitoa katika miezi 1000. Na hapa tuelewane, katika aya hii na hadithi zote zilizokuja katika kuelezea amali, ubora wa matendo ndani ya Lailatul Qadri, yanakusudiwa matendo mema wala hayakusudiwi matendo maovu. Matendo maovu yako pale pale, hayazidishwi.
kinachozidishwa ni matendo mema. Ukifanya amal ndani ya usiku huo, Allah subhanahu wa ta'ala anaifanya kuwa ni bora kuliko amali hiyo ingefanywa ndani ya miezi 1000. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuzungumza mbele ya sura hiyo, suratul Qadr, akieleza ubora wa siku huo akisema tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaika wanateremka, na sio malaika tu, usimsahau na Jibril kiongozi wao, waruhu fiha. Na Jibril pia vile vile anateremka katika usiku huo wa Lailatul Qadr. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaimalizia hiyo sura, na tutakuja kuizungumza pale ambapo tutakuja kuzungumza kuhusu Lailatul Qadr. Kwa hiyo katika mambo yanayoonyesha ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuwa Lailatul Qadr inapatikana ndani ya usiku huo. Jambo la mwisho, na sio la mwisho kwa maana ameisha, bali mwandishi ameandika hayo tu, bali yako mengi yanayoonyesha ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la mwisho anasema ibada ya umra inayofanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani, malipo yake ni sawa na ibada ya haji. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia mmoja katika wanawake wa Kiansar baada ya kupata dharura na kushindwa kuja kufanya haji. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ikifika Ramadhan nenda kafanya umra. Kwa hakika umra ndani ya mwezi wa Ramadhan malipo yake ni sawa na haji, ta'dilu hajjan, malipo yake yanalingana na haji. Kwa hiyo umra itakayofanywa ndani ya mwezi wa Ramadhan ina malipo sawa na haji. Hakuna asiyefahamu ubora wa ibada ya haji, na hakuna asiyefahamu malipo ya ibada ya haji. Atakayefanya haji hajjan mabruran, haji iliyotimia, ambao haina makosa, haina mashimo, malipo yake ni kusamehewa. Anarudi katika mji wake kayaumin waladathu ummu, kama ile siku ambayo amezaliwa na mama yake, hana madhambi. Haya ndiyo malipo ya ibada ya haji. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukifanya ibada ya umra ndani ya Ramadhani malipo yake ni sawa na malipo ya haji. Tumeachukua malipo ya haji yamewekwa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa mtu aliyefanya umra. Ubora ndani ya ubora unazidisha ubora zaidi. Na hapa Muislamu anapaswa kuelewa kinachokusudiwa hapa ni ubora. Kinachokusudiwa hapa katika ubora wa ibada ya umra ni malipo. Kwamba ukifanya umra ndani ya Ramadhani malipo yake ni sawa na malipo ya haji. Haikusudii kwamba wewe tayari ushafanya haji. Kuna baadhi ya watu kwa kuwa nakosa uwezo wa kwenda haji anaamua kufanya umra ndani ya Ramadhani, afa anasema mimi nishafanya haji. La, haji iko pale pale, isipokuwa wewe una malipo tu ya haji, ila haji haujafanya. Hilo Muislamu anapaswa kulielewa. Haya yalikuwa ni baadhi ya mambo yanayoonyesha ubora na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nukta inayofuata na tuifanye kuwa ni ya mwisho katika siku ya leo ni hukumu ya funga ya Ramadhani. Funga ya Ramadhani ina hukumu gani ya kisheria? Je, ni ibada ya lazima au ni ibada ya sunna khiari? Kama ni sunna kwa nani? Kama ni lazima kwa mtu gani? Funga ya Ramadhani ni nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. Wakati Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaulizwa na Jibril katika hadithi mashuhur, hadithu Jibril ambayo ameitaja Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Wakati Jibril anamuuliza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mal islam, uislam ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akauelezea Uislamu kwa kuzitaja nguzo zake. Alikuwa na uwezo wa kusema Uislamu ni kuwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, alikuwa na uwezo huo, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka kuufahamisha umma wake kwamba huu Uislamu una nguzo zake. Ili Uislamu wako uwe kamili, zitekeleze hizi nguzo za Uislamu. Hizi nguzo ndo mhimili wa Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja shahada 2
katika nguzo za Uislamu, akataja swala, akataja zaka, akataja funga ya mwezi wa Ramadhani, kisha akamalizia kwa kutaja ibada ya haji. Kwa hiyo funga Ramadhani ni moja kati ya nguzo 5 za Uislamu na ni nguzo ya 4. Ramadhani au funga Ramadhani ilifaradhishwa katika mwaka wa pili wa Kiislamu, yani Hijiria, ndani ya mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama Makka na kuelekea Madina, alipofanya hijra, alikaa mwaka wa kwanza, akaingia mwaka wa pili. Mwaka wa kwanza haikuwa faradhi kufunga Ramadhani, akaingia mwaka wa pili. Alipoingia mwaka wa pili katika mwezi wa Shaaban, Allah subhanahu wa ta'ala akamfaradhishia funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa kuanzia hapo Ramadhani ikawa ni funga ya lazima. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi Madina kwa muda wa miaka 10 na Makka miaka 13. Ikiwa kama Ramadhani imefaradhishwa katika mwaka wa pili, mwezi wa Shaaban, maana yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umri wake wote alifunga Ramadhani 9. Maana yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umri wake wote alifunga Ramadhani 9. Ukijiuliza, mimi na wewe tuna Ramadhani ngapi tumezifunga tangu pale tulipoanza kuzifunga? Ni nyingi sana. Lakini wingi wa Ramadhani sio wingi wa matendo, bali Ramadhani moja tu inatosha kumnyanyua mtu na kumpa nafasi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzitumie Ramadhani zetu vizuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam ukimlinganisha na sisi, Ramadhani zake hazilingani na Ramadhani zetu. Ramadhani zake ni chache na sisi Ramadhani zetu ni nyingi. Lakini kweli tunalingana na ujira wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kweli matendo yetu tunayofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani yanalingana na kile kiasi cha matendo aliyokuwa anayafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Tunapaswa kuongeza juhudi. Hata kama hatuwezi kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu darajatu aliya, daraja lake lipo juu, lakini tujibidiishe katika hilo kiasi ambacho tukienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala uwe kidogo haya yako iko chini anapokuuliza kwamba nimekupa Ramadhani 30, Mtume wako Ramadhani 9 tu. Katika Ramadhani 30 umevuna nini? Hakuna ulichovuna. Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe katika mwezi wa Ramadhani na tuwafikishe kutenda yale mema na tukubalie matendo yetu. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika suratul Baqara anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mumefaradhishiwa ibada ya funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo funga Ramadhan ni funga ya lazima na sio funga ya khiari kama Jumatatu na Alhamis, bali ni funga ya lazima. Sasa ni lazima kwa nani? Ni lazima kwa kila mtu? Hapana. Kuna watu ambao funga hii inakuwa ni lazima kwa wao. Watu hao ni kina nani? Kwanza, huyo mtu ambaye funga Ramadhani ni lazima kwake, na ili funga Ramadhani iwe ni lazima kwake, lazima atimize masharti haya. Sharti la kwanza, awe Muislamu. Asiye Muislamu, funga Ramadhani sio lazima kwake. Muislamu yupi hapa? Huyo ambaye sio Muislamu, funga Ramadhani sio lazima kwake, ni yupi huyo? Kwa maana ni kafiri. Kafiri wa vipi? Tuna kafiri wa aina mbili. Kuna kafiri wa asili ambaye hakuwahi kuwa Muislamu, na kuna yule ambaye alikuwa Muislamu kisha akatoka katika Uislamu. Majibu yake tutakuja kuyapata katika kikao kijacho, na hapo kutakuwa na maelezo mapana zaidi. Sharti la pili la mtu ambaye Ramadhani ni lazima kwake, anatakiwa awe amefikia umri wa baligh, na tumeeleza alama za kubaligh. Sharti linalofuata la tatu, anatakiwa awe na akili timamu, asiwe mwenda wazimu. Mwenda wazimu funga Ramadhani
sio lazima kwake yeye. Sharti la 4, anatakiwa awe na uwezo wa kufunga. Mtu ambaye hana uwezo wa kufunga funga ya Ramadhani sio lazima kwake yeye. Ni nani ambaye hana uwezo wa kufunga? Ni kila mtu. Ukilisema hivi ukaliacha, kila mtu atasema mimi mwenyewe pia uwezo wa kufunga sina. Sasa funga na tesa nikalisha na njaa, mimi sijazoea. Sasa ni nani ambaye anazingatiwa katika sheria kwamba huyu hana uwezo wa kufunga? Tutakuja kumuona katika kikao kijacho. Sharti la 5, anasema mwanamke ambaye hayupo katika dharura za mwezi na uzazi. Kwa maana kama mwanamke aliyopo katika dharura hizo, funga Ramadhani inakuwa sio lazima kwake yeye. Sasa je, akitaka kufunga? Tumesema sio lazima. Lakini akitaka kufunga inakuwaje? Funga yake inakubalika? Na je, ni sahihi kwa mwanamke aliye katika dharura zake kufunga? Majibu haya maswali yote tutakuja kuyakuta katika kikao kijacho ambacho tutaanza kuzungumzia nukta ya masharti ya funga. Na hapa ndipo kwenye mazungumzo mengi yanayohusu funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa leo insha Allah taala tutaishia hapa. Leo alhamdulillah tumefanikiwa kuzungumzia mambo takriban 4. Tumezungumzia siku ambazo zimekatazwa kufunga, tumezungumzia kuingia kwa Ramadhani, fadhila za Ramadhani na hukumu ya funga ya Ramadhani. Katika kikao kijacho ambacho kitafanyika Jumamosi ijayo muda kama huu, ambacho kitakuwa ni kikao cha 3 na cha 4 kitamalizikia Jumapili yake, tutakuja kuzungumzia kuanzia hapa ya masharti ya funga. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuudhiriki mwezi wa Ramadhani na atuwafikishe kutenda yale mema na atukubalie matendo yetu. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.